Kwake kila mwanamke ni lazima kufunika kichwa. Huyu ni Mchungaji Kumuyi. Ndiyo profile yetu ya leo. Mchungaji William Florenso Kumuyi ndiyo jina lake halisi. Mwanzilishi na msimamizi mkuu wa kanisa la Biblia la Deeper Life. Ukiachana kuwa mchungaji, yeye pia ni mwandishi na mwinjilisti ambaye anajulikana sana kwa mahubiri yake ya utakatifu huko Nigeria, Afrika na duniani kote. Mchungaji Kumuyi alizaliwa Juni 6 mwaka 1941 katika familia ya Bwana Gabriel Kumuyi Ankifenwa na mama yake Comfort Idowu. Familia ya Kianglikana huko Erin Ijesha, jimbo la Osun, Nigeria. Wazazi wake walikuwa wameshika dini sana. Kumuyi alikuwa anaamshwa kila siku ya asubuhi kusoma Biblia, kuimba nyimbo na kwenda kanisani mara kwa mara kwenye wiki. Lakini shauku hiyo ya kumjua Mungu ilikatishwa baada ya kwenda sekondari ambayo kuna mwalimu alikuwa akiwafundisha kwamba hakuna Mungu, maana yeye hakuwa anaamini kuhusu Mungu. Kumuyi alifanikiwa kumaliza elimu yake ya shule ya sekondari mnamo mwaka 1961 akiwa kinara wa somo la hisabati shuleni hapo. Kisha mwaka 1962 alianza kufundisha hisabati katika shule ya Mayflower huko Ekene, jimbo la Ogun. April 5, 1964, kabla ya kujiunga na elimu ya chuo kikuu, alizaliwa mara ya pili, yaani kubatizwa. Hii ni mara baada ya mahubiri yaliyokuwa yakihubiriwa yaliyoleta msisimko sana shuleni hapo, ambapo wachungaji walikwenda kutembea kwa ajili ya kutoa mahubiri kwa vijana. Baadaye aliendelea na chuo kikuu cha Ibadan na alitunukiwa digrii ya heshima katika daraja la kwanza katika kada ya utaalamu wa somo la hisabati 1967. Ilipotimu 1973, alipokuwa akihudumu kama mhadhiri wa hisabati katika chuo kikuu cha Lagos, Kumuyi alianzisha kikundi cha kujifunza Biblia na wanafunzi 15 wa vyuo vikuu ambao walikuwa wamekuja kwake wakiomba mafunzo ya maandiko matakatifu, maana makanisa mengi yalikuwa yamejaa chachu, kama vile ilivyosemwa kuwa ni chachu ya Mafarisayo. Kumuyi alifukuzwa kanisani alipokuwa akihudumu mnamo mwaka 1975 kwa kuhubiri bila kupata umaarufu na sifa kama ilivyo makanisa ya leo. Lakini hiyo haikumvunja moyo wa kuendeleza huduma. Aliendelea na huduma yake ya kujitegemea, na mwanzoni kabisa mwa miaka 1980 kikundi hicho kidogo cha kusoma Biblia kilikuwa kwa kasi zaidi na rasmi ikawa kanisa la Biblia la Deeper Life. Kufikia 1988, kanisa hilo lilikuwa limeongezeka hadi watu 50,000 na sasa lina washiriki zaidi ya 120,000. Deeper Life linatajwa kuwa kanisa la 3 kwa ukubwa likiongoza imani ya Kikristo ulimwenguni, likiwa limepanda zaidi ya makanisa 500 huko Lagos na makanisa 5,000 katika maeneo mengine ya Nigeria. Nigeria kwa ujumla wake ikikadiriwa kuwa na zaidi ya washiriki 800 na makanisa zaidi ya 3,000 mahali pengine, sambamba na wamishionari katika nchi zaidi ya 100 ulimwenguni. Hakika Pastor Kumuyi amelitimiza lile agano linalosema ya kwamba enendeni ulimwenguni mkaeneze injili kwa mataifa yote. Na ilipofika Oktoba 2010, mchungaji Kumuyi alioa mke mwingine ambaye ni Esther Blaise. Hii ni mara baada ya kupita takriban miezi 18 baada ya kifo cha mke wake wa kwanza Abiodun. Alikutana na mrembo huyo Abiodun Olowu mnamo Septemba 1972, ambaye alikuwa mmoja wa wanafunzi wake wa kujifunza Biblia kipindi hicho anaanza huduma yake changa. Alimuoa 1980 hadi 2009 na alibahatika kupata naye watoto wawili,
John Kumui na Jeremiah Kumui. Mnamo Aprili 2013, Kumui alitajwa kama mmoja wa watu 500 wenye nguvu zaidi duniani katika maisha ya kiroho na kulichunga kanisa, na Deeper Life Church ilitajwa kama kanisa kubwa zaidi ulimwenguni na jarida la sera ya kigeni. Mnamo Januari 2025, Kumui alialikwa mahsusi na kasisi wa ikulu ya White House kwa rais wa Marekani Donald Trump kuhudhuria kuapishwa kwake tarehe 20 Januari 2025. Kumui alimpongeza Trump kwa kujitolea kwake kutetea maadili ya Kikristo na kukuza uhuru wa kidini wa mataifa wakati wa muhula wake wa kwanza madarakani. Na huyo ndiye Pastor Kumui. Jina langu ni Caroline Francis. Shalom. After some years, I got another copy. And then, but I had not started evangelizing or praying for the sick. Then some of the Bible study members in our Bible study then. The Spirit Show.